السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuko katika aya 80 katika aya 58 katika surati Yunus, katika mwendelezo wa tafsiri ya Qur'ani tukufu. Tulikuwa tumeishia katika aya zinazoelezea kwamba neema ya Qur'ani kama muongozo na kama kitabu cha kupatia thawabu, yutaabadu bitilawatihi, watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kupitia kusoma kitabu hiki. Hii ni neema kubwa kuliko neema zote. Na jumla ya maneno tukasema neema ya dini ni neema kubwa kuliko neema zote. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, qul bi fadlillah, waambie kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wa bi rahmatihi, na kwa sababu ya rehma za Allah, kwa sababu ya fadhila zake na rehma zake, fabidhalika falyafrahu, kwa hilo na wafurahi. Fadhila na rahma kwa mujibu wa aya iliyotangulia ni ujio wa Qur'ani na ujio wa mafundisho ya dini kwa ujumla. Allah akayaita kwamba ni fadhila, yani mambo mazuri, na ni rehma, akasema kwa hayo na wafurahi, huwa khairun. Hili neno na wafurahi, yani Muislamu lau kama anaiangalia dini kwa jicho la ndani, kwa jicho sahihi, hataona kwamba amebebeshwa mzigo wa yale maamrisho na makatazo. Sio tu maamrisho na makatazo matupu, hayana thawabu, hayana mrejesho mzuri ambao yeye anaupata kutokana na hiyo dini. Lau kama angelijua maslahi ya dini, kwamba inatengeneza maisha, ni sababu ya furaha, ni sababu ya mahusiano kati ya mja na Mola wake, dini inampa saada, furaha ya maisha, angelifurahi. Ndio Allah akasema fabidhalika falyafrahu, kwa hayo na wafurahi, huwa khairum mimma yajma'una, hayo mafundisho ya dini ni bora kuliko mali ambazo wanazikusanya. Tulikuwa tumeishia hapo. Leo tunaendelea na aya 59. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum, waambie mnaonaje au ara'aytum, yani akhbiruni, niambieni, waambie niambieni, ma anzala Allahu lakum min rizqin, yale ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameteremsha kwenu miongoni mwa riziki mbalimbali. Neno riziki linatumika zaidi katika vile vitu vinavoliwa, lakini riziki ni kipato chochote, ni kitu chochote unachokipata cha kheri. Na taban kila kheri mnayoipata inatoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, inaitwa riziki. Kila kheri mnayoipata inaweza kuitwa ni riziki, lakini msamiati huu huwa unatumika kwenye swala la chakula kwamba pia ni riziki. Waulize yale ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekuteremsheni katika riziki, faja'altum minhu haraman wa halalan, nyinyi kwa utashi wenu mkajalia katika riziki za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kuna halali na haramu. Waulize swali hili, Allahu adhina lakum, je, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekuidhinishieni hilo? Je, mna ruhusa ya kisheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ya kusema hili ni halali, hili haram? Walinganiaji wa dini wanasema hili ni halali na hili ni haram, na wanayo ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwamba semeni hili ni halali na hili ni haram. Ama mtu ambaye anasema nje ya mafundisho ya dini hili ni halali na hili ni haram, Allahu adhina lakum, hivi Mwenyezi Mungu amekuidhinishieni? Nukta ya msingi katika somo ni kwamba kuhalalisha na kuharamisha
ni katika sifa za kimungu. Kwa hivyo anayehalalisha na kuharamisha anafanya jambo ambalo ni haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na yeyote ambaye anajifananisha na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika jambo lake au katika haki yake, huwa anaitwa ni mushriki. Na maana yake shiriki ni kuingia katika anga za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wewe ujipe sifa au mtu mwingine umpe sifa kama za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ama umpe mwingine yeyote asiyekuwa Allah umpe share katika yale yanayomhusu Allah peke yake, sababu Allah ana sifa ambazo huwa ni za kwake tu, ana matendo ambayo ni ya kwake tu, ana ibada ambazo ni za kwake tu. Katika hivi kimojawapo ukakinasibisha na binadamu, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wallahu yahkumu la muaqiba li hukmi, yeye ndiye mwenye kuhukumu na yeye ndiye mwenye kuleta sheria. Ndio maana alisema kule, am lahum shurakau shara'u lahum min ad-din. Je, wanadamu wana miungu? Kivipi? Miungu ambayo imewawekea sheria katika dini, kwa sababu mwanadamu akijiwekea sheria katika dini anakuwa amejipa sifa ya Mungu, kajifanya ni mshirika wa Mungu. Au akawa ana mtu amempa nafasi hiyo, atakuwa amemfanya ni mshirika wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Qur'ani ilisema kuhusiana na Mayahudi na Manasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qur'ani iliwalaumu ikasema, walijifanyia hawa Mayahudi na Manasara, walijifanyia miungu, waliwafanya nini wachungaji wao na mapadri wao na makasisi wao kuwa ni miungu kinyume na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mmoja katika watu waliosilimu waliotoka huko akasema, sisi hatakuwa tukiwaabudu ya Rasulullah. Qur'ani inawalaumu watu hawa kwamba wamewafanya viongozi wao wa dini kwamba ni miungu, watawa, makasisi, mapadri, wachungaji. Mmoja katika waliosilimu akasema, hatukufanya hivyo bwana, hatukuwafanya ni miungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kumbe we haujafahamu maana ya kumfanya kiumbe ni Mungu. Akawaambia, je, hawakukuhalalisheni yale yaliyoharamisha Allah? Wao tu wakasema ni haramu, yani wao wakasema ni halali. Yale yaliyoharamisha Allah wakasema ni halali, na yale yaliyohalalisha Allah wakasema ni haramu. Na wenzetu wanaishi katika haya mengi, yani kuna mambo hayakuharamishwa na dini wamejiharamishia, kama vile ndoa ya wake wengi, kama vile kuoa kabisa. Kuna wengine hawaoi kabisa, sio? Na mambo mengine wamejitungia sheria, wakasema ni kweli hilo lilikuwepo. Akasema ni kweli hilo lipo katika dini ya Uyahudi, la kwamba viongozi wamesema vitu haramu kwa utashi wao tu, wamekaa tu jopo la watu wakasema haifai hili, likawa halifai, na akasema hili linafaa wakati halifai, likawa halifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule bwana akasema ni kweli hilo lipo. Mtume akamwambia, fatilka ibadatu, basi hiyo kuhalalisha kwa utashi na kuharamisha kwa utashi, alafu watu wakifuata wanakuwa wamewaabudu. Kwa hivyo Allah pia anaabudiwa kwa kukiri na kukubali kwamba halali zake ni halali na haramu zake ni haramu. Allah anaabudiwa kwa hivi, kwa namna hii pia. Unafahamu? Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataja kwamba kuna watu ambao wameharamisha riziki alizozihalalisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hii ilikuweko siku za nyuma, sijui sasa hivi bado ipo. Wazee walisema vyakula fulani ni mwiko kula, yani mwanamke ni mwiko kula chakula fulani, mtoto kijana ni mwiko kula chakula fulani. Na wazee wakitumia neno mwiko, ujue ni neno zito kweli kweli, linalingana na kusema haramu au zaidi, sababu mwiko unaweza kuogopewa kuliko haramu. Uongo? Kwa hivyo wazee wakisema mwiko, hiyo lugha
ni haramu na ziada. Kuna viungo katika nyama vilikuwa wanakula watu fulani, hawali watu fulani. Na kadhalika katika haramu walizoharamisha wazee, inawezekana kwenye jamii ya wafugaji bado ipo. Hii betri imeisha hii. Yawezekana katika jamii za wafugaji hiyo bado ipo. Mnyama akizaa sana, pengine mtu alikuwa na ng'ombe mmoja tu, akapata ng'ombe mmoja mwenye uzazi sana, akazaa mpaka akamtajirisha. Kuja kumchinja huyu na kumla ni dhulma. Wanaamini hivyo. Kwa hivyo anaweza asiliwe yule. Au aliyotumikia sana wale wakulima wanaulimia ng'ombe, wanaona vibaya. Wanamuona ni kama mwenzao katika familia. Kwa hivyo haya yote Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakataza, na kujiwekea miiko ama kujiharamishia ni katika khususia, ni katika specialization za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ujumbe wa aya hii. Ndio akasema Allahu adhina lakum. Kwa hivyo usiseme halali wala haramu mpaka iwe unatoa nukuu kwa Allah, na hizo nukuu ndio zinakuwa ndio idhini. Wala taqulu lima taswifu alsinatukumul kadhiba, wala msiseme kwa yale ambayo yanasifiwa na ndimi zenu, yani yanaelezewa na ndimi zenu, ambayo ni uongo. Uongo gani huo? Ukisema tu bila nukuu, hadha halalun wa hadha haramun, hili ni halali na hili ni haramu, bila ya nukuu ya Allah, unaambiwa umemzulia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla uongo, na wewe umesema uongo. Kumzulia Mwenyezi Mungu yani kumsingizia. Kwa nini imeitwa kumsingizia Mwenyezi Mungu? Wao wamesema tu hili ni mwiko alifai, hili alifai na hili alifai, hili linafaa. Hawajasema Mungu kasema. Kwa nini imeambiwa kumsingizia Mwenyezi Mungu? Imeitwa ni kumsingizia Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe unafanya jambo ambalo nitumie lugha rahisi, ni katika kazi za Mungu. Umeingilia kazi za Mungu. Ndio maana ukaambiwa umemzulia, kwa sababu automatic ukisema halali na haramu ni kama vile unasema Allah ameharamisha, Allah amehalalisha. Akasema kwa kufanya hivyo, litaftaru ala Allahi alkadhiba, mnamzulia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla uongo. Innal ladhina, hakika ya wale ambao kwamba yaftaruna ala Allahi alkadhiba, wanamzulia Mwenyezi Mungu urongo, la yuflihuna, hawatafaulu, hawatafanikiwa. Jamani, hili neno kwani halitishi? Wewe ukiambiwa tu na mzazi wako utalima, utafanya biashara, utatafuta ajira, utahangaika, hautafanikiwa, mzee akuoneshe kidole hivi, unajisikiaje? Si neno la hatari sana. Sasa anayesema ni yule ambaye amewaumba wazee. Anasema innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba. Kufanya dhambi, yani Allah amekataza jambo mtu akafanya, hiyo ni rahisi kuliko kumsingizia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla uongo, ukasema kinyume na sheria yake. Ndio Allah akasema qul Allahu adhina lakum, waambie hivi Allah amekupeni idhini, ama ala Allahi taftaruna, au mnamzulia Mwenyezi Mungu uongo. Unaona, na aya hii pia imesema hivyo hivyo. Yani obvious, ukisema halali haramu kinyume na ilivyosemwa na Allah, basi wewe ushamsingizia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla urongo. Na kusingizia urongo na kusema urongo, acha kwenye dini, hata kwenye maisha. Katika sheria jambo hili liko katika mizani gani? Lina kilo ngapi? Ni katika kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiorodhesha mambo makubwa ya haramu, lakini alikuwa ameegemea namna hii. Kisha akasema ala wa qaula zur, katika madhambi makubwa na kauli ya urongo, kauli ya uzushi. Alikuwa ameegemea, akaacha kuegemea, akadraw attention za watu, akarudia ala wa qaula zur, ala wa qaula zur. Kusema urongo ni katika kabairi dhunub. Jamani, watu wamefanya ni rahisi sana kusema urongo bila hata ya haja, yani hakuna ulazima. Hii neno hakuna ulazima ni katika lugha ya mazungumzo ya kawaida, yani katika akili ya kawaida
unaweza kusema kasema uongo, labda alikuwa amelazimika, anatafuta hela ya kula. Kasema uongo, labda asingesema uongo, kasema uongo ili akwepe adhabu fulani. Hasa mtu anasema uongo wala hakuna haja yoyote. Nimenunua kitu fulani, hajanunua. Uko wapi? Niko Dar es Salaam, yuko Morogoro. Na wakati mwingine watu, yani jambo hili lilivyodogeshwa, mtu anaweza kuwa anasema urongo, yuko kwenye daladala au kwenye basi na watu wote wanasikia kwamba anasema urongo. Watu wanajuaje kama anasema urongo? Kwa sababu anasema niko sehemu fulani na hayuko sehemu hiyo, na yuko comfortable, haoni mushkeli kwamba anavunja heshima yake mbele ya watu. Kwa hivyo katika sheria yetu ya dini ya Kiislamu, kusema urongo ni katika madhambi makubwa, uongo baina ya binadamu. Sikwambii uongo mtu akawa anasema uongo kwenye dini. Dunia imeharibika, hata kwenye dini pia watu wanasema uongo hasa katika mambo ya mivutano, mtu anaweza kuongezea hoja akaleta maneno ya uongo. Kwa hivyo kusema uongo katika dini ni katika madhambi makubwa zaidi, kwa sababu unapotosha ile message ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliyokusudia waja wake. Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, na ni nini dhana ya wale ambao wanamzulia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yaum alqiyama, kama vile na wajihukumu wenyewe itakuwaje? Wanafikiria Allah atawafanya nini wale wanaozua urongo, Allah atawafanya nini siku ya kiyama? Unajua kutokutajwa makemeo au makamio, kutokuyataja ni makamio zaidi. Ambia ukirudia tena alafu asemi kwamba atafanya nini, hayo ni makamio makubwa kuliko ukirudia nitakuadhibu. Akisema ukirudia tena alafu akanyamaza, hiyo ni makamio makubwa zaidi. Ndio maana lugha hiyo ni kama hii hapa, ni wanadhani Allah atawafanya nini wale ambao wanazua urongo, Allah atawafanya nini siku ya kiyama. Inna Allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakinna aktharahum la yashkurun. Lakini hakika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mwenye fadhila, yani ihsani kwa wanadamu, lakini wengi wa watu hawamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Yani makusudio ni kwamba mtu anasema uongo na anazua katika dini na hajauliwa, anatembea na anapumua na anakula na anaruzukiwa, si ndio? Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Manake mtu anaweza akasema haya makemeo ambayo yanamaliziwa kwa kutajwa fadhila ya Allah ina mahusiano gani? Mahusiano yake ni kwamba wamefanya jambo kubwa ambalo inafaa wauliwe. Mtu mwingine anaweza kusema jamani, ndio umefika huko, yamekuwa hayo. Kwa nini hukumu kubwa kwamba walifaa wauliwe? Mmepata wapi? Tumepata katika kauli ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Mtume sallallahu alaihi wasallam ama Jibril wangelikatwa mshipa wa fahamu wafilie mbali, kwa kosa la kuzua katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutia nyongeza, kuchomeka yasiyokuwemo. Katika nyingine akasema amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Hivi wanadamu wamekuwa wana miungu, yani viumbe miungu ambao wamejivika sifa ya umungu ya nini? Shara'u lahum min ad-din, wameweka sheria katika dini. Maana halali na haram ni sheria katika dini. Ma lam ya'dhan bihi Allah, ambayo Allah hajaidhinisha. Walaula kalimatul fasli, kama si kwamba Allah amekadiria huyu waishi mpaka muda huu, huyu waishi mpaka muda huu, la khudhiya bainahum, wangeliuliwa, yani ingelipita hukumu ya kuwa maliza pale pale kwa lile kosa la kuongeza katika dini. Kwa hivyo kosa lao linafaa kuuliwa, ila kutokuuliwa na kupewa muda ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu yani mtu amepewa chance ya kunini, ya kutubia na kurejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu
subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwenye fadhila. Ilikuwa hawa waliopewa chansi warudi, ilikuwa wale waliopewa chansi hii washukuru na warudi. Kutokurudi kwao ni kwamba hawajashukuru hiyo ambayo nafasi ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewapa. Ndio maana akasema inna Allaha ladhu fadlin ala nnasi, hakika Allah ni mwenye ihsani juu ya watu. Ihsani ya kuwapa muda, yani sio ihsani ya kufuta hilo kosa, ihsani ya kuwapa muda ili watubie. Walakinna aktharahum la yashkuruna, lakini wengi wao, yani baadhi yao alhamdulillah wanarudigi, lakini wengi wa watu la yashkuruna, hawashukuru. Mtu anazua mambo ya bid'a na uzushi katika dini, anaendelea nayo bado kijana mpaka anakuwa mtu mzima, mpaka anazeka, anang'ang'ana na bid'a zake tu, na sababu inaweza kuwa ni nini? Siku zote nawaambia watu hivi bwana, siku nimeelewa ukweli, siku nikibadilika itakuwaje? Nitakuwa nimevunja heshima yangu. Wala uvunje heshima yako. Na Ibilisi anamdanganya, utaporomoka, utavunja heshima yako. Ndio watu wa bid'a wameng'ang'ania bid'a zao, zingine ziko wazi kabisa kwamba sio katika dini, lakini tukikubali tutakuwa sisi, labda alioleta da'wa hapo kijijini ama wilayani ni kijana mdogo amezaliwa hapa ameenda amesoma amerudi. Sasa ije ionekane miaka yote sisi tulikuwa hatujui, huyu ndio amekuja kutufundisha, kijiji kizima kivunje heshima yetu, na sisi tumejenga muda mrefu. Anang'ang'ania tu, anakoma. Mfano wa ibada ambayo yani ni mbovu kabisa iko wazi, hii ya watu kurukaruka kama Masai. Kuna ile wanadhikiri wamekaa, na kuna ile mtu anasimama kabisa wanaruka na raha zao raha za kishaitani. Ndio maana unaonaga watu wanapandishaga pale, si mnaonaga kwenye dhikiri watu wanapandisha? Wewe mwae kuona mtu anapandisha kwenye swala? Nadra sana. Na huyo akipandisha anapandisha anaungua na ile Qur'ani inasoma. Lakini hapa mashetani wengi wanazuka kwenye hilo jambo. Hilo jambo la shetani, hata ukiwaangalia wao ile midadi wanaona kama vile Roho Mtakatifu amewaingia. Kumbe ile midadi ni raha za shaitani ameziingiza. Mpaka wana vibrate, mashavu yanafanya hivi. Kwa hiyo wenyewe wanaita raha zetu. Raha zenu ni raha zenu kweli, hizi sio raha za dini hizi. Raha za dini ni kwenye kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri na kusikiliza Qur'ani na kutoa mawaidha. Hizo ni raha zenu, sio raha ambazo ziko katika dini. Ili jamani siliko wazi sana kwamba sio katika dini, Ukiuliza hii kitu mtume amefanya, mtume hajafanya. Hii kitu ina mantiki gani? Haina mantiki. Hii kitu kwenye Uislamu, hii ibada katika Uislamu inaitwa nini? Katika majina yaliyokuja kwenye Qur'ani inaitwa dhikri. Mtume alifanya dhikri ama hakufanya? Alifanya. Hii iko kwenye aya? Ndiyo, iko kwenye aya. Aya gani? Aya zinazotaja dhikri. Aya hizo aliteremshiwa nani? Mtume. Na nani akiwa na masahaba. Je, walizifanyia kazi? Ndio, walizifanyia kazi. Kuzifanyia kazi hizo aya za dhikri mtume na maswahaba ni kama hivi mnataka kusema mtume alikuwa anafanya hawezi kuthubutu haki ya Mungu tena kusema mtume alifanya hivyo. Sasa unakuwaje unapoteza muda wa watu, unaambia hizi ni ibada, mara nyingine wanafanya muda mrefu. Mara nyingine wanajua kabisa, wakisikia mtu anazokuwa amelelewa hivyo, wajui siku anasikia ujumbe anauelewa, anasema turudi nyuma tuje tuambiwe, siku zote tulikuwa hatujui. Kwa hivyo jamani, ukubwa ni adui wa haki. Haki inaposemwa kinyume na ukubwa wako inakuwa ni mushkeli, kwa sababu hasa inapotoka kwa mtu wa chini, pengine yuko chini yako. Nasallallahu alafa wa salama. Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba
Ni nini dhana? Wanadhani Allah atawafanya nini wale ambao wanazua urongo? Wanadhani Allah atawafanya nini yaumul qiyama, siku ya kiyama? Inna Allaha ladhu fadlin ala nas, Allah ni mwenye fadhila kwa watu, anawapa muda. Walakinna aktharahum la yashkuruna, lakini wengi katika wao hawashukuru. Kisha aya zinazofuata zikatanabahisha kwamba kila analofanya mwanadamu linaingia kwenye mahesabu. Usidhani kwamba kuna mambo mengine tu ni porojo porojo tu ndio yameisha, hakuna kesi, utaenda kuulizwa moja moja. Aya inasema wama takunu fi sha'nin, hauwi katika jambo lolote, wama tatlu minhu min Qur'anin wala tatlu minhu min Qur'anin, wala huisomi Qur'ani yoyote. Huwi katika jambo lolote, huwi katika jambo lolote, wala husomi Qur'ani yoyote. Wala ta'maluna min amalin, wala hufanya amali yoyote. Activity yoyote unayoifanya, harakati, jambo lolote unalolifanya. Na hii neno amali, yani amali yoyote, iwe ni yaheri au ya shari. Hii mifano ya kwanza ni mifano ya mfano wa katikati, wama takunu fi sha'nin, huwi katika jambo lolote, yani la kheri au la shari. Mfano wa pili ni mfano wa kheri, wama tatlu minhu min Qur'anin, wala husomi Qur'ani yoyote. Wala ta'maluna min amalin, wala hamtendi amali yoyote, iwe ya kheri au ya shari. Illa kunna alaikum shuhudan, isipokuwa sisi tunawashuhudia nyinyi. Unajua, mimi nadhani katika dhana ambazo sisi tunazo kwamba Allah ni kama labda watawala wetu wa duniani, kwamba unapovunja sheria, wenye sheria wanakuwa hawakuoni, labda mpaka baadaye ukamatwe alafu zipelekwe taarifa ndio ijulikane kwamba ulifanya makosa. Watu wanadhania labda Allah hashuhudii kila kitu, ila tu mpaka ije ichukuliwe taarifa, iende ifike ndio wapewe taarifa kwamba fulani alikosea. Allah anashuhudia mwenyewe kila jambo linalotokea. Na katika vinavyompa dhana mwanadamu kwamba Allah hashuhudii, anafanya mengi mabaya alafu akitokei chochote, kwa sababu mwanadamu ni kama amempangia Mwenyezi Mungu kwamba kama hili ni kosa, hebu niadhibu hapa sasa hivi, ukiniacha manake sio kosa, huwezi kunikamata baadaye. Ndio Allah anasema pamoja na kwamba hatuadhibu hapo hapo, illa kunna alaikum shuhudan, sisi tunashuhudia idh tufiduna fi. Hata ukifanya kosa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka miaka 20, mpaka miaka 30, mpaka miaka 40, wewe unaona hakijatokea chochote. Nasema wewe unaona hakijatokea chochote. Inaweza kuwa kuna jambo limeshatokea katika maisha yako, kwa ujinga wako umepata matatizo kwa sababu ya madhambi, wewe unaona yalitokea tu, sio? Tujalie imetokea hakujatokea chochote, basi hiyo sio alama kwamba kesi hakuna. Hiyo sio alama kwamba kesi hakuna. Hiyo sio alama kwamba kesi hakuna. Allah anasema illa kunna alaikum shuhudan, ila tunakuwa juu yenu tunashuhudia. Idh tufiduna fihi, wakati mnapozama katika ama mnapoangukia katika hayo madhambi. Idh tufiduna fihi, kalima tufiduna yani tatawassauna, mnaingia kwa wingi, mnajitanua kwenye madhambi. Ndio nikatumia ile neno idh tufiduna fi. Unaweza watu wakajitanua katika madhambi alafu wasione athari yake sasa hivi, wakadhani Allah hashuhudi. Ndio maana Allah akatanabaisha, sisi tunashuhudia, illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi. Kisha akasema wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin, wala haijifichi kwa Mola wako chembe ya dharra. Mithqali dharratin, hakuna hakijifichi kwa Mola wako kitu kidogo kama vile chembe ndogo. Mithqali dharra, kwa tafsiri ya zamani wametafsiri wakasema kama kwenye nyumba kuna tundu alafu jua linapitisha mwanga, kuna vumbi nyembamba kwenye kivuli huoni, ikipita pale kwenye mwanga wa jua
inakuwa kama ndio kile kichembe kidogo dogo, vile viunga vidogo dogo, vivumbi vidogo vidogo vinaonekana pale kwenye mwanga. Vilivyo vyepesi hata vidondoki, vinaelea tu. Hivyo vivumbi vilivyo vyepesi hata vidondoki vinaelea tu. Kikipita kwenye mwanga unakiona, kiingia kwenye kivuli ukioni. Hiyo kwa tafsiri ya zamani wanasema hiyo ndio dharra. Hayo yote hayo Allah hayajifichi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, iwe ni khairi ama ni shari. Fil ardi wala fis samaa, hayo hayajifichi kwa Allah, yawe katika mbingu wala katika ardhi. Wala asghara min dhalika. Manake Allah anawasemesha watu kwa lugha yao. Wale waliokuwa wanasemeshwa kwa wakati ule wanajua chembe ndogo kuliko zote ni hiyo ya dharra. Allah angewatajia nyingine wangekataa, lakini akawatajia dharra, alafu akawaambia hata kama ni ndogo kuliko hiyo dharra, hiyo ni chembe ambayo kwa sasa hivi kwa sayansi yenu mnaiona ndio ya mwisho kabisa, huwezi kuigawa tena. Hii dharra ya kizamani hii kwa tafsiri ya wakati ule ni kitu kikubwa sana, unakiona hata uhitaji microscope, sio? Kuna vitu vidogo vidogo mpaka utumie microscope ukuze sijui mara 100 ngapi ndio ukione hicho kitu, kama hivyo vinavyoangaliwa kwenye nini, kwenye maabara. Dharra hapa si unaona hamna kitu, unaweza ukaleta kifaa kikaangalia kikaonesha wadudu wamejaa hapa. Hiyo chembe ndogo kuliko hiyo dharra, hiyo ndio hizo zote Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaziona. Na usidhani kwamba hizo chembe ndogo anaziona kwa udogo wake, yani anaziona uoni hafifu, uoni ambao haulingani na anavyoona mlima au kumuona tembo. Anavyoona Allah kitu kiduchu sana na kikubwa sana, kwake ni sawa sawa. Kama ambavyo sauti ya chini sana na sauti ya juu sana zote Allah anazisikia sawa sawa. Hakuna kitu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hakuna kitu kikubwa wala kidogo, vyote viko katika level moja. Akisema kikubwa na kidogo kwa mujibu wa level yetu sisi binadamu. Kwa hivyo wama ya'zubu an rabbika, haijifichi kwa Mola wako min mithqali dharratin, chembe ya dharra ama uzito wa dharra, fil ardi wala fis sama, sababu vitu vitapimwa katika mizani. Hakuna kinachojificha kwa Allah chenye uzito wa dharra, mithqali dharra. Mithqali ni thiqal. Fil ardi, katika ardhi, wala fis sama, wala katika mbingu, wala asghara min dhalika, wala kiwe kidogo kuliko dhara, wala akbara, au kikubwa kuliko dharra, illa fi kitabi mubin. Kidogo kuliko dhara na kuendelea, kikubwa kuliko dhara na kuendelea, isipokuwa vitu hivyo viko katika kitabu chenye kubainisha kila jambo, kitabu mubin. Kuna faili mbinguni lililoandika kila kitu ikiwemo qadari, linaitwa Lauhul Mahfudh. Inaitwa kitabu mubin, au inaitwa Lauhul Mahfudh, au inaitwa Ummul Kitab. Humo kumeandikwa kila kitu. Je, Allah, manake mwanadamu anakompeaga, akisikia Allah anaelezewa anajikompea na anakompea hayo maelezo na ubinadamu. Je, Allah anasahau mpaka akaweka kumbukumbu? Hapana. Aliweka tu kama ni utaratibu wake. Kwa nini Allah anamuumba mtoto miezi 9 tumboni? Ameshindwa kuumba siku moja? Anaweza, lakini ameweka tu kwamba huo ni utaratibu wake. Na kuandika hivyo anaandika tu kwa sababu ni utaratibu ameutaka. Wawepo malaika waandike. Nabii Musa aliulizwa na Firaun kuhusiana na Firauni, manake Firauni alilinganiwa na Nabii Musa, akaambiwa ukifuata mwongozo utaenda peponi ama utapata neema, na ukiacha mwongozo utapata adhabu. Kwa hii message ambayo umekuja nayo, ndio mtu asipoifuata ataadhibiwa, akifuata atapata rehema. Kwa hivyo kupata rehema kumefungamanishwa na message yako, na kupata adhabu kumefunganishwa na ujumbe na ujio wako, sio?
fama balu alquruni alula. Kaona ameuliza swali gumu kweli. Fama balu alquruni alula, tuambie watu wa zamani. Je, bwana wewe umekuja sasa hivi, kabla wewe haujaja wale waliokufa zamani wanaenda peponi au wanaenda motoni? Unajua, usijitie fundi wa kujibu kila swali. Maswali mengine jawabu yake Mungu anajua. Wakati mwingine waulizaji au maamuma wanauliza swali, wanakuuliza maswali sio ya anga zako. Mimi sio lazima nijibu kila swali. Maswali mengine ni ya nani? Ni ya Mungu. Swala yangu bwana imesihi ama haijasihi? Imesihi. Umeswali kwa vigezo hivi na hivi, imesihi. Yani imetimia viwango ambavyo Allah vya nje. Je, imekubaliwa? Ilmuha inda rabbi. Kukubaliwa hiyo iko kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hawa wameswali na hawa wameswali. Sala ipi bora kati ya hizi swala mbili? Tunaweza kusema kabisa swala hii bora kuliko hii kwa vigezo ambavyo Allah ametupa. Lakini je, kwa Allah je, ni upi ana thawabu nyingi? Inaweza kuwa ile tunaiona bora sio bora. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu ni bora. Kwa sababu huenda ina jambo lingine limejificha, sisi hatulijui. Vitu vingine elimu yake narudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa akaambiwa watu wa zamani vipi je? Akasema ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ilmu ya mambo hayo ya swali hilo iko kwa Allah katika kitabu. Inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Akaona nikimwambia huyu iko, nimemwambia huyu iko katika kitabu na maneno hayo ni sahihi, lakini huyu kwa ujinga wake atawaza kwamba Mwenyezi Mungu anasahaugi na anapotezaga mafaili na kumbukumbu. Ndio akamwahi akamwambia, akamfanyia istidrak, la yadhillu rabbi wala yansa. Na dai na mwalimu anatakikana akifundisha kitu, ile mianya inayopatikana ya kueleweka vibaya inatakiwa airekebishe. Hiyo inaitwa istidrak, na hiyo ni katika ufasaha. Kwa akasema ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Akasema hakuna kikubwa wala kidogo illa fi kitabin mubin, isipokuwa kiko katika nini? Katika kitabu ambacho kinaitwa, yani kitabu chenye kubainisha kila kitu. Fi kitabin mubin. Na hili neno mubin, hii sifa ya mubin kadhalika ni sifa ya Qur'ani. Qur'ani inabainisha kila kitu ambacho watu wanakihitaji katika mwongozo wa dini yao, katika itikadi, katika ibada, katika miamala, katika akhlaq. Qur'ani imebainisha kila kitu. Kwa hivyo ibada sahihi ziwe ni zile zilizokuja katika Qur'ani. Miamala sahihi iwe ni ile iliyokuja katika Qur'ani. Akhlaqi sahihi ni zile zilizokuja katika Qur'ani. Imani sahihi iwe ni ile ambayo imekuja katika Qur'ani, ambayo imebainishwa na Qur'ani. Kisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema, ala tanabahini inna awliya Allahi, hakika mawali wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Manake aya hapa nyuma zimetaja harakati watu ambazo wanazifanya, na hizo harakati zina majibu, zina matokeo. Unafahamu hivyo? Kila ambalo mwanadamu analifanya lina matokeo. Bali mimi huwa nafananisha haya maisha yetu, harakati zetu za maisha, huwa nafananisha na kama vile keyboard. Vile unavyokandamiza na kubonyeza ndivyo inavyotoa majibu kwenye skrini. Ukibonyeza kwenye 5 itatoa kule, itaandika 5. Ukiandika neno zuri litatoka hilo neno zuri huko. Ukiandika neno baya litatoka neno baya kule. Haya matokeo ya maisha yetu. Matokeo ya maisha yetu, yani yale matokeo ambayo Allah anayatokezesha kwenye maisha yetu. Maana sisi tunafanya matendo, lakini matokeo tu sio tunatoa, sio. Allah ndio analeta matokeo. Hayo matokeo ya Allah ni kwa mujibu wa unavyobofya. Ukibofya pabaya
yatakuja matokeo mabaya. Ukibofya pazuri yatakuja matokeo mazuri. Ukiandika matusi yatakuja matokeo matusi juu yako. Ukiandika mazuri yatakuja matokeo mazuri juu yako. Sasa ndio Allah mbele sasa akasema wale mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hawatakuwa na hofu. Yani wale ambao katika harakati zao Allah aliwaona wanafanya uzuri. Ala tanabahini inna awliya Allahi, hakika wapenzi wa Allah. Ili neno wali liko vice versa. Mu'min ni wali wa Allah, lakini ina maana ya msimamiwa wa Allah, na wakati huo neno hili lina maana ya kipenzi. Wali wa Allah ni msimamiwa wa Allah na ni kipenzi cha Allah. Kwa hivyo neno hili wali linatumika kwa muumini, wali. Wakati huo Allah ni wali. Wali, muumini kuitwa wali ni kama ilivyokuja katika aya hii. Allah kuitwa wali ni kwa maana sasa ya msimamizi, kama ile maana iliyokuja kwa mzazi. Huyu binti wali wake ni nani? Huyu hapa, yani msimamizi wake. Allah ni wali wa waumini, ni msimamizi wao na ni mpenzi wao. Ina maana hizo mbili, ni msimamizi wao kwa Allah, ni msimamizi wao wa waumini. Wali wa waumini ni msimamizi wa waumini na ni mpenzi wao. Na waumini wakiitwa ni wali, muumini ni wali wa Allah, yani ni msimamiwa wa Allah na ni mpenzi wa Allah. Allah ana mapenzi baina yake na viumbe. Naam. Ndio maana amechagua katika majina yake anaitwa Wadudu. Alwadudu inatokana na mawadda, yale mapenzi ya juu. Wadudu inatokana na mawadda. Amejiita hivyo kwa sababu yeye anapenda kupenda, na anapenda kupendwa. Anataka waumini wampende, ndio maana amewafanyia mengi mazuri na akawapa taarifa. Unajua kitu fulani nimefanya kadha, na neema zote mlizonazo unajua mimi nafanya. Anataka Allah apendwe, na anataka waumini watende mambo ambayo yeye atawapenda. Kwa hivyo Allah anapenda mapenzi ya haki baina yake na waumini. Na kuna kama alivyosema, man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, ambaye ataacha dini yake, dini yake yeye huyo mtu, au dini ya Allah, Allah ataleta watu wengine akajisifu na hao watu, akasema hao watu watakuwa, mimi nitakuwa ninawapenda, wana mambo ambayo mimi nitawapenda na wao watanipenda mimi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na waumini wanampenda sana Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitaharisha. Na kuna renki ya mapenzi ya Allah na waja wake, hiyo iko ndogo chache. Katika waliotajwa katika mafundisho ya dini ni watu wawili tu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibrahim. Watakhadha Allahu Ibrahima khalilan, Allah alimfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Khalili ni mpenzi katika levo ya pekee. Levo gani hii? Ndio Allah ana wapenzi wengi, lakini katika hiyo levo hana wapenzi wengi. Yeye Allah anaweza kuwa na makhalili kadhaa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake ni pana, sio? Na yeye mwenyewe ni wasi'un alim, ni mpana na ni mjuzi. Lakini kiumbe katika hii renki ya mapenzi ya ukhalili hawezi kuwa na makhalili wawili. Haiwezi kuwa na makhalili wawili. Yani Ibrahim si khalili wa Allah, hawezi kuwa Ibrahimu ana khalili mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam si khalili wa Allah, hawezi kuwa ana khalili mwingine. Yani
ana mpenzi mwingine katika renki nyingine, lakini mpenzi katika level ya khalili, kiumbe hawezi hana moyo wenye nafasi ya kubeba wawili. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi ingelikuwa naweza kumfanya yeyote, nina nafasi ya kumfanya yeyote ni khalili, ingelikuwa ni Abu Bakar. Lakini hiyo chance hakuna. Hiyo khalili wangu, yani kama vile khalili ni chance moja, nimempa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila, ni Mwenyezi Mungu azza wa jalla alimfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Hawa mawali wametafsiriwa katika aya hii. Allah amesema, ala tanabahini inna awliya Allahi, hakika mawali wa Mwenyezi Mungu, la khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu. Neno hofu mara nyingi linatumika katika future. Hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika katika muda uliopita. Kwa sababu mu'min, yani binadamu anaweza kupitikiwa na mambo yaliyopita yakamhuzunisha sasa hivi. Allah anasema anaondosha hiyo kwa waumini. Au tuseme wakati wa kufa mtu anaweza kuwa anasikitika aliyoyaandaa. Kama muda wa kufa umekaribia, alafu ukahisi una amani, hiyo amani sio ya kwako. Hiyo amani Allah kaleta. Kuna amani Allah analetaga mwenyewe. Amani ya marhumu mtarajiwa akiwa ana amani na ana matumaini na Mola wake, hiyo ni alama ya kheri. Na katika alama zake anakuwa anapenda akutane na Mola. Sio anapenda afe kwa sababu amechoka dunia. Viko vizee vinataka kufa tu, vimechoka dunia. Kuna mtu anapenda yani akutane na Mola wake. Ndio huyo ametajwa katika hadithi, man habba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, ambaye anapenda kukutana na Allah, Allah atapenda. Huu sio upendo unaotengeneza wewe, ni amali yako na maisha yako mazuri yatamfanya huyu mtu asiwe na hofu. Na istosha ataijiwa na malaika. Watafanyaje? Watamwambia, usihuzunike ulioyawacha, badala yake iko mbele kuna mazuri zaidi, wala usihofu, mbele hakuna matatizo. Naogopea madhambi yangu, Allah atakusamehe. Angalia, Mwenyezi Mungu azza wa jalla hasubiri huyu mtu afe ndio aje akutane na hiyo amani. Allah anasema, mja wangu muda wa faradhi na kukalifishwa umeshaisha. Hata huo muda mdogo wa sakaratul mauti sitaki mja wangu apate tabu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu, malaika wanateremka wanawaambia msihofie wala msihuzunike, usiogope mbele wala usisikitike. Bwana, inaweza kuwa mtu mzima kama huyu mzee wetu ameoa kibinti kidogodogo, sasa anaanza Allah watateletwa malaika watakwambia hakuna, usiwe na wasiwasi, binti mmoja tu mbele kuna mahurul aini, mzee wako wanakusubiria. Kwa hivyo una relax na unaogopa madhambi yangu, usiofie, Mwenyezi Mungu azza wa jalla atakusamehe. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hakika mawali wa Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Kisha akawatafsiri wale wa mawali ni nani? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wana sifa mbili tu, ni waumini kwa vile viwango vya uumini vilivyotajwa kwenye Qur'an. Maanake hili neno watu wanalifanya rahisi, muumini, walioamini na wanamcha Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Na hii habari ya mtu anamcha Mwenyezi Mungu ni siri, na ni mu'min kwa viwango pia ni siri, pia ni siri. Kwa viwango vya nje vya takwa tunavyo, lakini majawabu yake hasa kwamba takwa imetimia ni siri ya Allah, sio? Viwango vya imani vya nje tunavyo. Je, ni mu'min sio munafik? Hiyo ni siri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Ajabu sana, siku miezi ya nyuma hapa kuna mzee mmoja amekufa, mtu wa bid'a na shirki na kufru. Eti msiba wake umefanywa ni msiba wa kitaifa. Huu ni upotoshaji, na watu wamemtaja kwamba ni wali katika mawali wa Mwenyezi Mungu bila ya shaka yoyote. Unajua madhara yake? Kama wali ni huyu, basi acha tuwe kama huyu. Hajui kusoma Qur'ani, hajui dini, hajui lolote, yupo tu basi.
pretending nyingi za uchamungu. Mkisema huyu ni wali, na mpigie debe paka la kitaifa kwenye msiba wake. Viongozi wote wa taifa wameenda kwenye msiba wake. Mkisema huyu ni wali, maana yake licha ya kwamba mmemhukumia mtu kwamba ni mwema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni ghaibu, licha ya hivyo kwamba mmeingilia anga za Mwenyezi Mungu azza wa jalla, fala tuzaku anfusakum, msizitakase nafsi zenu wala msiwatakase wenzenu, kwa sababu wenzenu pia ni nafsi zenu. Huwa a'lamu biman ittaqa, yeye ndiye ambaye anamjua mtu mwenye takwa. Licha ya kwamba mmefanya kosa la kuingia kwenye kumhukumu mtu ambaye Allah anasema mimi tu ndio ninajua, licha ya hivyo, lakini pia mmewadanganya waumini kwamba mimi nikitaka kuwa wali niwe kama huyu Darweshi huyu, vatu malemba mengi, nguo nyingi. Maana kama Darweshi hawezi kuwa anavaa tu t-shirt na kanzu hivi. Darweshi lazima awe anafunikwa na manguo na matasbihi mengi. Alafu kuna wakati mnazungumza naye anajipretend kama vile, hizi sifa za madarweshi, anajipretend kama vile kuna kitu anaona ambacho nyinyi hamuoni. Matapeli ni wengi shekhe, mpaka kwenye dini. Kuna mzee mmoja naye anaitwa ni wali katika level ya kimataifa. Akiwa amekaa kwenye hadhara, unaona tu yani ana act kama vile anaona malaika, anaona vitu inni ara ma la tarauna, mimi naona yale ambayo hamiyaona. Mwenyezi Mungu azza wa jalla ametupa tafsiri ya wali hapa. Wali ni mtu mwenye sifa ya, anaangaliwa kwa sifa mbili. Imani. Neno imani katika msamiati wa dini, katika misamiati ya dini ni neno linakusanya ana tauhidi, ana imani sahihi juu ya Mwenyezi Mungu, hafanyi shirki, hana nifaqi. Sababu nifaqi inakwenda kinyume na imani, sio? Shirki inaenda kinyume na imani. Kufuru inaenda kinyume na nini? Na imani. Tafsiri hii iko kwenye Qur'ani hii. Liyatuba Allahu ala almu'minina walmu'minin liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati wayatuba Allahu ala almu'minina walmu'minati wa kana Allahu ghafurur rahima. Kwa hivyo kuna watu leo wanaitwa ni mawali kwenye vigezo vya tauhidi, wanatoka kabisa dakika moja. Hawa jamaa zetu hata kuna swala zinawapitaga, wanasema wao kwa renki waliofikia washavuka hii mambo ya taklifu. Manake wewe unaabudu ili ufike level fulani, wao washafika hiyo level, washapita. Hii jamani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mmemshinda basi. Manake mtume mpaka anakufa anahangaika na swala, anahangaika na nini? Na ibada, mpaka anakufa. Nyinyi mmefanya ibada, mmefika mahala twende mzee tukaswali. Hizo swala ni za nyinyi muridi wadogo. Sisi muridi wakubwa tushavuka huko bwana. Ili neno la wali limepotoshwa sana. Wali wa Mwenyezi Mungu bwana, yani mpenzi wa Mwenyezi Mungu, inakuwaje sasa atumwe na Mungu? Wanatumwa nyie kuabudu huko. Yeye ameshavuka hizo level. Kwa hivyo wali ni awe ni mtu yuko sawa kiimani, hana mambo yanayojeruhi imani au yanayovunja imani, nawe ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Yani dini hii imepita katika mapito mengi sana. Haya maisha ya dini yamepita katika mapito mengi sana. Unakumbuka siku za miaka ya nyuma, kuna wazee walikuwa wanatembea vijijini nasema wamekimbilia vijijini kwa sababu elimu ya dini ni ndogo. Wanasema wao ni mawali wa Mwenyezi Mungu, wanafanya zinaa na mabinti za watu ili wapate mbegu ya wali.
au kitovu cha huyu sharifu au wali kikigusana na kitovu chako utapata baraka. Hata hiyo baraka sio ya kugusana mkono na mkono, mpaka kitovu na kitovu tu. Mnatafuta nini? Tafuta zina. Kwa hivyo yani wali ilikuwa ni mtu tu akijiita wali, akavaa malemba makubwa makubwa na matasbihi mengi, na hii ni alama ya utapeli. Hii ni alama ya nini? Ya utapeli. Siku moja nilikuwa naangalia picha ya darweshi mmoja, maana yake madarweshi ndio hao wanaitwa mawali. Nikamwambia rafiki yangu, hawa matapeli hawa kanambia umejuaje? Nikamwambia si unaona ana tasbihi nyingi. Tapeli kwa sababu hizo tasbihi za nini? Kwa sababu kumtaja Allah unamtaja na tasbihi moja tu. Kama wewe ni mtu wa kutumia tasbihi, si moja tu inatosha. Hizi ziko nyingi kwenye shingo, na nyingine ziko mikononi, zingine ndefu, ukishikilia hivi bila kuikunja kunja unaburuza chini. Pingili zake kubwa kubwa kweli kweli kama vitunguu. Kuna mwingine tulikuwa tunamuona kwenye mtandao amechimbia chuma refu kule mbele, ile chuma ina ring. Hiyo tasbihi imeenda kwenye ring kule. Kwa hiyo yeye yuko hapa anavuta tasbihi mpaka inazunguka kule, tasbihi kubwa, yuko barabarani. Na utastaajabu, ndio ujue kwamba sisi binadamu tuna akili sana na ni wajinga sana. Utastaajabu, kuna watu wanapeleka pale sadaka, kwamba amekutana na huyu mtu, ni mtu wa Mungu, ni wali, anapeleka sadaka yake pale ili awe amejikurubisha kwa Allah kwa kumtendea wema mtu wa Mungu. Huyu mtu wa sadaka ni mtu mzuri, lakini ujinga hapa kweli, huyu ni wali, anataka kumtaja Allah mpaka akae barabarani, atengeneze na cheni ambayo ina tairi kule juu. Hiyo cheni inapita kwenye tairi, kwa hiyo akizungusha hivi. Dunia kusema kweli, ukiwa mbali na dini, shetani atakuchezea tu, hata kama wewe una akili zako. Kwenye haya maeneo ya maombi yanayoitwa maombi ya kidini, kuna mambo mengi yanafanyika ya utapeli. Kuna mtu nimemwona mwingine hasa huko India, Sheikh, ukiacha nani kufuata mwenendo wa mtume na tauhidi, yani ukiwa ni mtu wa bid'a na shirki, basi utaburuzwa kweli kweli. Mara nyingine bora mtu awe yani hafuati dini, anaweza hata asiburuzwe. Lakini kama mtu sio anafuata dini lakini hajafuata kwa sunna na tauhidi, anaburuzwa kweli kweli. Kuna mwingine ameweka mic, watu wamekaa wamejaa kwenye ukumbi mkubwa, yeye lazima avae nguo awe tofauti na watu wengine, mkwala, alafu ana tasbihi, amekaa pale kwenye mic, anaivuta tasbihi kwa mkwala maalum, akisimama anapuliza ile pumzi kwenye mic, alafu hiyo sauti inatoka pale kwenye ukumbi. Kwa hiyo wakisikia sauti ndio wameshapatwa na ule uradi anaopiga. Anavuta kwa mtindo maalum namna hii, tasbihi yake anavuta. Usipo salama ya mtu kutokutapeliwa kwenye dini, afate sunna, aache bid'a, na afate tauhidi, aache shirki. Na hii hapa ukiangalia hasa sura yake ni watu kumwadhimisha mtu nje ya levo yake. Na wangekuwa anafuata sunna, wangegundua anachokifanya hakipo katika dini. Na wangekuwa na tauhidi, wangemtegemea Allah kwa kumuomba yeye mwenyewe, sio huyu jamaa aje apige tasbihi zake avute hivi kimkwala. Kuna watu ina maana wakiona hivyo wanamuadimaya sana. Ile shekhe sio mchezo bwana. Na haya mambo ni mengi shekhe, sisi tunapiga mifano ya mbali kwa sababu tunaona kwenye mitandao. Mambo haya yako mengi humu kwenye miji yetu humu shekhe. Wewe utaona kila mtu tu akija na utapeli wowote. Kuna mmoja alijiita nani yule mwenye kilinge cha uganga kinaitwa Firdaus pale Dar es Salaam. Alijiita ni mtoto mwenye makarama sijui nani.
wako wengi tu hata Bongo. Kuna mtu mmoja hapa siku za nyuma pale maeneo ya kiwanja cha ndege alijifanya ni wali, akawa anashinda ndani chumbani, hata kuswali haswali, watu wakamuamini. Ajabu sana, ukija na jambo la haki ni ngumu kupata wafuasi haraka. Watu wakampelekea wake zao, yeye anakaa chumbani, wale wake wanakaa sebuleni, kule ndani wanaingia mmoja mmoja, wanaamini kwamba wanaenda kufanywa sijui maombi au nini. Baada ya muda mwanamke mmoja akajitoa mwanga, akaeleza kile kinachotokea kule, kuja kushtukia wanawake kadhaa wamepata mimba hapa hapa Morogoro. Na yule bwana baadaye sijui aliacha hayo mambo, akawa akitembea mtaani, anatembea na vijana kama mabodyguard hivi. Sasa ingelikuwa mtu anafata maelekezo ya dini, angejua kwamba hilo halimo katika Uislamu. Hili jambo la kwenda mwanaume kukaa na wanawake wa watu faraghani linapingana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana nasema ukiacha sunna ya Mtume, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukaacha tauhidi, utafanyiwa kila kitu. Utafanyiwa kila kitu. Kwa hivyo katika vipengele vinavyotumiwa kutapelia watu ni wali fulani, wali bwana. Yule mzee alipofariki, mtu mmoja anajuana naye, yuko Lugono, ananiambia kuna msiba mkubwa sana umetokea. Namwambia msiba gani? Anasema yule wali wa Mwenyezi Mungu wa Mtwara amefariki. Nikamwambia wali gani bwana? Huyo mchawi tu huyo. Akasema sio mchawi, ni wali yule. Mchawi mambo yake yote kichawi. Sasa mtu wa namna hiyo, imagine kwamba ndio mjue kwamba yani tatizo tunalo kubwa sana. Mtu wa namna hiyo anafariki, unakuwa ni msiba wa kitaifa. Vigogo wetu wote ambao ni viongozi wa dini kitaifa wamejaa pale wote, na wanavumzungumza na kumsifu wameshamuingiza peponi, washamaliza kazi. Kwa hivyo wali lazima awe ni mtu wa takwa. Mtu wa takwa anakuwa ni mtu anayefuata dini kama ilivyofundishwa. Hawi na mambo yanayopingana na dini. Mtu anakaa faragha na wanawake, atakuwaje ni wali wa Mwenyezi Mungu azza jalla? Au mtu hataki kuoa, anakuwaje wali wa Mwenyezi Mungu? Kuoa ni sunna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni mcha Mungu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaogopa kuwapa mikono wanawake. Sema mimi sipeani mikono na wanawake. Huyu hata mtu na mtoto wake kweli wanaweza kuna mambo hawezi kufanya mtu na mtoto wake na binti yake wa kumzaa. Kwa hivyo aya hii imetupa kigezo kwamba wali anaangaliwa katika mlango wa mambo ya kiimani, tunamwangalia katika mambo ya takwa. Ikitokea tumeona mambo yasiyokuwa ya kawaida kwa mtu ambaye yuko sawa katika imani, yuko sawa katika takwa, tunaruhusiwa kisheria kudhania huyu atakuwa ni wali na haya atakuwa ni makarama. Ama unaona makarama tu, huoni ile imani yenye vigezo vilivyotajwa katika dini, huoni takwa ile iliyotajwa katika dini, huyo ni tapeli. Hayo makarama ni makarama ya sheitani, anayapitisha kwake ili watu wadanganyike, wamuone kwamba yule nani ni wali. Allah akasema lahumul bushra fil hayati dunya, hawa mawali wana bishara katika maisha ya dunia. Lahumul bushra, hebu tusome tuangalie. Lahumul bushra, wana bishara katika haya maisha ya dunia. Anasema nini Sheikh As-Saadi? Hapa na tafsiri nyingi. Anasema amma al-bisharatu fi dunya, ama bishara katika dunia, fahiya thanaul hasani, ni mtu huyu kwamba anatajwa uzuri. Lakini kutajwa uzuri, anatajwa uzuri na nani? Imekuja hata katika hadithi kutajwa vizuri ni katika alama za mtu kwenda peponi. Kama ni marehemu amefariki, watu wanamtaja kwa uzuri. Kina nani? Kama watu wanamtaja kwa uzuri kwa sababu alikuwa anawapa misokoto, anaonyesha wenzake pombe, ana roho nzuri bwana, akija kwenye baa ananunulia watu wote, anasema vizuri. Huu uzuri hapa hauna maana, au sio jamani? Kusema vizuri, unasema vizuri na nani? Kwa hivyo katika alama kwamba watu wa kheri wawe wanamsema huyu kwa kheri na wanampenda,
fahiya thana'ul hasan wal mawadda fi qulubil mu'minin. Angalia, waumini ndio wanamsema vizuri, na waumini ndio wanampenda, na waumini ndio majority ya watu waliokuja kwenye mazishi, na wamekuja hawakualikwa, lakini wamekuja wengi. Mtu amepata msiba wake, amepata watu wema wengi, hiyo ni alama nzuri. Hizi alama hizi huwa zinatokea mara chache. Kuna mtu mwingine anapata msiba mkubwa sana, lakini msiba mkubwa watu wamemfuata kwa ajili ya jambo lake baya alikuwa anaishi nalo, sio? Na kuna mtu amepata msiba mkubwa sana, watu wa dini wameguswa. Nakumbuka hili tokea Arusha alipofariki mwalimu wetu. Alafu yule alikuwa sio mtu wa kwenye mimbari kama sisi hivi tunatoa darasa yani au YouTube au nini. Ni mtu ambaye ni wa kusomesha tu darasani. Huwezi kumkuta anatoa khutba au ana darasa mjini. Lakini ajabu, alipofariki watu walikuwa ni wengi. Mpaka familia yake manake walimjua kwa mara ya pili, kwamba huyu tulikuwa tunakaa naye, kumbe sio yule tuliokuwa tunamuona. Na msiba huwa haualikwi kama harusi eti siku miezi kadhaa nyuma, sio? Alikuwa shekha na watu wengi sana. Wakasema hii haijawahi kutokea katika mji wa Arusha. Kwa hivyo almawaddati fi qulubi almu'minina waru'ya as-salihah, na akaona ndoto nzuri, wama yarahu al-abdu min lutfi llahi bihi wa taysirihi. Kadhalika katika bishara za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa mawali wake, unaweza ukaona muamala wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, upole wake kwako wewe, na kukusahilishia mambo mbalimbali. Li ahsanil a'mali, anakusahilishia amali zilizo nzuri, Allah anazifanya nyepesi, anakufanya wepesi milango ya khairi. Wal akhlaqi, na tabia. Wasarfuhu an masawi al akhlaqi, na Allah anamuepusha na tabia mbaya. Hata ile hali ya kwamba Allah anaujalia moyo wako unapenda khairi, unachukia shari, hiyo ni katika bishara za khairi. Wa amma fil akhirah, ama bishara ya akhirah, fa awwaluha al bisharatu inda qabdhi arwahihim. Bishara ya kwanza ni wakati wa kutolewa roho zao, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale waliosema bwana wetu ni Allah. Waliposema bwana wetu ni Allah, hiyo inakava nafasi ya imani. Thumma istaqamu inakava nafasi ya taqwa. Wamesema rabbuna Allah, kisha wakawa na msimamo. Vitu viwili, imani na msimamo, sio? Tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wala tahzanu, watakuwa wakati wa kifo watateremka malaika, watawaambia msihofu wala msihuzunike. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bishara bwana kwako kwa ajili ya pepo, bishara ya pepo ambayo muda mrefu ulikuwa ukiahidiwa. Alafu atapata tumaanina na amani. Nilisema amani zinazokuja zenyewe ziko mbili. Hii ya kwanza. Ya pili ni ipi? Mujahiduna fi sabilillah, wanapigana, wakiona tu wanaanza kusinzia. Na kusinzia ni dalili ya kupata amani. Yani kama huna amani, shekhe, unalalaje? Ndio mtu mmoja katika Mayahudi aliyokuja kumtafuta Umar yamuue, akauliza Umar yuko wapi? Akaambiwa hawamjui, yani wanajua tu ni mtu mzuri, mtu kaja mjini, wanajua tu ana shida na khalifa. Akaambiwa ametoka zake nje ya mji. Wale walikuwa wanyenyekevu, hawana makuu. Ametoka zake nje ya mji, akaenda akatembea paka akamkuta pale alipooneshwa. Akamkuta jamaa akalala usingizi, wala hana bodyguard. Akamwambia adilta fa aminta fanimta, wewe bwana kwanza umefanya uadilifu. Ulipofanya uadilifu hauna wasiwasi kwamba kuna mtu atanitafuta, ukalala ukapata amani. Ulipopata amani ukalala. Kwa hivyo kulala na kusinzia ni dalili ya amani. Idh yughashikumun nu'asu amanatan, Mwenyezi Mungu aliwaambia ushindi uko karibu. Si nini alama ya ushindi? Ni pale mnapofunikwa na usingizi. Yani watu wako kwenye vita alafu wanasinzia. Hiyo ni alama ya nini? Hii sasa ni amani ambayo inakuja yenyewe. Manake yeye anaona ni vita, kwenye macho yake anaona ni vita. Hakuna kitu kinachompa amani, lakini kwenye moyo
inakuja amani. Na muumini wakati wa kufa kwake anapata amani na anakuwa ameridhia. Ndio anaambiwa irji'i ila rabbiki, ewe nafsi iliyotulizana, ya ayatuha nafsul mutma'inna turji'i, ewe nafsi iliyotulizana, rejea kwa Mola wako, ila rabbiki radiyatan mardhiya, ukiwa umeridhia na umeridhiwa. Mtu anaridhikaje wakati wa kufa? Hicho kitu Allah anafanya nini? Anakiingiza, lakini pia ile message ya malaika wanayomwambia hakuna neno, ndio anaona nimeridhika, acha nife tu bwana, acha niende huko mbele kwa mbele. Radiyatan mardhiya. Allah subhanahu wa ta'ala amewabashiria waumini akasema, lahumul bushra fil hayati dunya, wana bishara katika maisha ya dunia wa fil akhirah. Katika bishara kwa watu wanaosali imetajwa katika Qur'ani ni kule kuiona kwamba swala ni nyepesi. Kwani nikuulizeni, kwani swala ni nyepesi jamani? Hata wewe mwenyewe ukipiga tu mahesabu ni nyepesi. Kibarua kisichoisha kila siku mara ngapi? Na kuna swala zingine zimetegeshwa time ngumu, time ya alfajiri na time ya saa 10, ambayo ndio sasa mtu anafukuzana na kufunga kipande, kufunga mahesabu ya siku, kutaka kuyakamilisha. Kwa hivyo sala imeingilia mchana, kazi za watu wa dhuhuri saa 10, magharibi hiyo, Isha pengine mtu amechoka hiyo hapo. Alafu wewe unaswali unaona tu kawaida tu, ni ratiba ya kawaida tu. Allah anasema wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin. Hiyo ibada ya swala ni ngumu isipokuwa kwa wanyenyekevu. Kwa hivyo kama wewe unaiona ni nyepesi, manake wewe ni katika wanyenyekevu. Hiyo nayo ni nini? Ni bishara. Tumia sasa hoja hii kwamba ule wepesi unaoipata katika ibada zote ni bishara. Waman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Mtu ambaye Allah anataka kumuongoza, ametakiwa kuongozwa na Allah, anaufunua moyo wake kwa ajili ya Uislamu. Muislamu inakuwa ndio chaguo lake, ndio raha zake na furaha yake iko kwenye kufuata dini. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan kanama yas'adu fi sama. Na yule ambaye Allah anataka kumpoteza anajalia kifua chake kizito, na kufuata dini ni jambo zito, kanama yas'adu fi sama, kama vile ameambiwa pande mbinguni. Mimi najua katika watu kuna ambao hata mawaidha hataki kusikiliza, kwa sababu ukisikiliza mawaidha atazidi kukufunga. Haya tu tunayoyajua ameshatushinda, ni mzigo. Tuje tukae tena tumsikilize shekhe, tuanze kubebeshwa mingine tuondoke, tuna mzigo wa natakiwa nitekeleze hili na hili na hili. Yanatosha haya yaliyoko. fa anna hadha yurzaqu bil hidayah. Ni vipi huyu mtu ataruzukiwa hidayah ambaye yeye mwenyewe anakimbia mawaidha? Sio anakimbizwa na ubize. Yani yeye mwenyewe anaona bwana, ukisikiliza mawaidha yatakufunga. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.